Bwana Yesu asifiwe sana. Natumaini umekuwa na wakati mzuri, lakini na mimi pia nimekuwa na wakati mzuri. Siku ya leo ningependa niwe na mwendelezo wa ile topic ambayo nilikuwa nimeanzisha kuhusiana na shule ya ndoa na mahusiano. Itakuwa ni series ndefu tu kwa sababu kuna mambo mengi ambayo ningependa uyaelewe kuhusiana ndoa, lakini pia mahusiano. Maana itakuwa ni series ya kwanza mpaka ya 7. Nilikuwa nimefundisha ya kwanza tayari, lakini sasa ningependa niingie kwenye series ya pili, na nina imani ya kwamba kama ukisikiliza kwa makini kuna kitu ambacho utakuja kukielewa. Leo ningependa nifundishe kuhusiana na mambo ya kuzingatia kuhusiana na ndoa. Kuna mambo fulani ambayo kama hautayazingatia kabla haujaingia kwenye ndoa, ama tayari ukiwa ndani ya ndoa, yale mambo yatakuja kufanya ndoa yako ikavunjika, ama ukaingia kwenye mahusiano ama kwenye ndoa kwa njia ambayo sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu cha kwanza ama jambo la kwanza ambalo unafaa kulizingatia kabla haujaingia katika ndoa ama kwenye mahusiano, unafaa kuhakikisha kwamba uko na hekima ya kutosha ambayo itakupelekea kuishi na mwenzako mpaka kifo kiwatenganishe. Ukielewa kwamba ndoa hainanga expiry date ama cheti cha ndoa kinanga expiry date, watu wanaishi mpaka kifo kinawatenganisha. Kwa hivyo usiingie kwenye ndoa kiolela, usiingie kwenye ndoa kama haujaipima na ukaangalia kila kitu ambacho unatakiwa kuwa nacho. Kwa hivyo cha kwanza ambacho unafaa kuzingatia kabla hujaingia kwenye ndoa ni kuhakikisha kwamba uko na hekima ya kutosha. Kwenye kile kitabu cha Luka mtakatifu mlango wa 2 na mstari wa 40, maandiko yanasema Yesu akakuwa akaongezeka kwa nguvu, amejaa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Hii inatufundisha point number 1 ya kwamba Yesu kuna wakati alikuwa na hekima ndogo. Pamoja na kuwa yeye ni Mungu, lakini umri wake ambao alikuwa nao akiwa mdogo ama akiwa katika umri mdogo, kuna wakati alikuwa na hekima ndogo, na ndio maana Mungu alimwacha mpaka akaishi mpaka miaka 30. Ndio Yesu akapokea Roho Mtakatifu na akaingia kwenye assignment ambao ni ile assignment Mungu alimleta kuifanya hapa duniani. Kila assignment sio ndoa tu peke yake, ama kila chochote ambacho unakuja kufanya hapa duniani, ni vizuri ukahakikisha kwamba uko na hekima ya kutosha ya kukiendea hicho kitu. Maana kama utakosa hekima, kuna wakati utakuja kukwama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu angempea Yesu Roho Mtakatifu akiwa na miaka 2, akiwa na miaka 5, pamoja na kuwa yeye ni Mungu, kwa sababu alikuwa ana hekima ya kutosha na ana uwezo wa kutosha wa kuukomboa ulimwengu. Kumbe mtu anaweza akaja duniani akiwa na assignment fulani, akiwa kabisa anaweza akaoa akaingia kwenye mahusiano na yale mahusiano yakawa mazuri sana, lakini hekima ikamfanya yule mtu asidumu katika ile ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana utaona hata watu wengi leo hii wangependa sana kupokea Roho Mtakatifu wa Bwana, lakini Roho Mtakatifu akipima hekima yako anaona hapana, huyu mtu wakati wake, lakini pia hekima yake haimruhusu kuishi na Roho Mtakatifu wa Bwana. Atamhuzunisha Roho Mtakatifu wa Bwana, atamkufuru Roho Mtakatifu wa Bwana. Kwa hivyo yule mtu anakaa kwenye kufundishwa mpaka anakuja kupokea Roho Mtakatifu wa Bwana. Kuna maandiko yanasema mrithi ana tofauti na mtumwa, ingawaje ni bwana wa yote. Yaani mtoto ambaye ametoka kwa tajiri, ametoka kwa mtu ambaye ako na pesa, ametoka kwa mtu ambaye amerithi mali mingi, akuangi na tofauti na mfanyikazi kama akiwa mtoto, pamoja na kuwa yeye ndiye atakuja kurithi vyote. Lakini huyu mtoto akija kukomaa, akaacha kuwa mtoto akawa mwana, anaweza akaridhishwa. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo unaweza ukaomba Mungu akupee ndoa, lakini akiangalia hekima yako anaona hapana, huyu mtu nikimpea ndoa ama akiingia kwenye ndoa
ile ndoa itageuka kuwa mzigo kwake. Chochote ambacho hauna ufahamu wa kukifanya ama kukiendea, kama ukikiendea ukiwa hauna hekima ya kutosha, pamoja na kuwa ni halali yako, pamoja na kuwa hicho kitu ni cha kwako, kinaweza kugeuka kuwa mzigo ama kikawa laana kwenye maisha yako. Watu wengi si eti kwamba hawakufaa kuingia kwenye ndoa, lakini leo hii wanawaita wanaume kwamba ni mbwa. Wanasema ya kwamba ndoa ni scam. Wanasema ya kwamba ndoa ni mateso tupu, kwa sababu waliendea ndoa akiwa hawana hekima ya kutosha. Sasa huyo mtu kama nikianza kumwadvise, anafaa kwanza aende atafute hekima ya kutosha kuhusiana na ndoa na mahusiano, ndio arudi kwenye ndoa akiwa na hekima ya kutosha, na ni bila shaka ile ndoa itakuwa ni ya furaha, itakuwa ni amani, na itakuwa ni baraka kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini mwanaume anahitaji sana kuwa na hekima katika kuiendea ndoa? Kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 3 na mstari wa 7, maandiko yanasema, enyi waume muishi na wake wenu kwa akili. Wanaume wengi wanaishingi na wake zao kwa imani, wanaishingi na wake zao kwa hisia, wanaishingi unaona kwamba wanaishi na wake zao kwa roho ama kwa kuwapiga, lakini maandiko yanasema enyi waume muishi na wake zenu kwa akili. Kama ukikosa akili kwenye ndoa kama mwanaume, ujue kwamba hapo ndio mwanamke kwako utamuona kwamba ni kitu ambacho haufai kuwa nacho kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama naeleweka. Sasa nisikize kwa makini. Maandiko yanasema, nami nitaweka uadui kati ya huyo mwanamke na uzao wake, wao watamponda nyoka kichwa, nao uzao wa mwanamke na mwanamke watamponda huyu nyoka watamponda. Nataka nisome hao maandiko sana. Yanasema kwenye kile kitabu cha Mwanzo ya kwamba nitaweka uadui kati ya mwanamke na nyoka, na uzao wa mwanamke na nyoka, wao watamponda kichwa, naye atawaponda kisingino. Kwa hivyo kuna uadui tayari uko katikati ya mwanamke na nyoka ama shetani. Maana nyoka hapa ni badala ya shetani. Shetani kila wakati ako na uadui na mwanamke. Kwa hivyo kile ambacho kinafanyika ni hivi, kama mwanamke wako akimilikiwa na shetani, shetani huwa anampea akili ambayo ile akili itakuja kuvunja ndoa. Ndio maana kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 3:7 maandiko yanasema, enyi waume muishi na wanawake wenu kwa akili. Kama shetani akija kwa mwanamke wako, huwa anamtia akili ya kishetani. Ndio maana utaona kwamba Hawa amemwendea nyoka akapewa akili na shetani, akaambiwa kama mkila hii tunda mtafanana na Mungu. Wakati ule Hawa tayari wanafanana na Mungu, akakosa kuwa akashindwa akili na shetani ya kujua kwamba tayari vile yuko saa hii anafanana na Mungu. Ile tunda akaila, akampelekea mume wake, na yule mwanamke wake naye akala, kwa sababu ile akili ya kukula tunda ilikuwa sio ya mwanamke, lakini ilikuwa imetoka kwa shetani. Kwa hivyo shetani mara nyingi ako na tabia ya kuweka mwanamke akili za kishetani, na akimweka akili zile za kishetani, huwa anakuanga anakusudia kwamba huyu mwanamke akuwe ndiyo kiongozi ama ndiye kichwa cha boma badala ya mwanaume. Yaani mambo yapishane hivyo hivyo, na ujue kwamba mwanamke hajapewa uwezo wa kuwa kichwa cha boma ama kuongoza ama kutawala kwenye ndoa. Yule amepewa ni mwanaume. Kwa hivyo mwanamke ikitokea kwamba amepewa akili na shetani aongoze ndoa, ile ndoa ni bila shaka itaanguka, na Mungu hata kuwako pale. Maana sheria ni kwamba mwanaume atakuwa kichwa cha boma. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ule mwanamke alipopewa akili na nyoka ama na shetani, ndio wakati ambapo Adamu aliondoshwa kwenye bustani ya Edeni. Ndio wakati ambao Adamu alianza kula chakula kwa kutoa jasho, maana anaambiwa miti ya michogoma na miiba ndio itakuzalia. Ndio wakati ule ambapo Adamu alianza kuwa mbali na Mungu, alianza kujificha Mungu, akatoka katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hekima ni ya maana sana, na mara nyingine hekima huwa inapatikana kupitia kwa umri, ingawaje wajinga wengi ama wapumbavu wengi wa bado wanazeeka. Ndio maana maandiko yanasema Yesu akaongezeka kwa hekima. Kuna wakati Yesu alikuwa na hekima ndogo, mpaka Mungu akamwacha akapata hekima ya kutosha ambayo inaweza ikaukomboa ulimwengu,
ambao ile hekima inaweza ikatembea na roho